السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد. Ndugu zangu Waislamu, ndugu wasikilizaji, leo darasa yetu tunazungumzia kuhusiana na hukumu ya yule ambaye mtu alikuwa ni msafiri, alikuwa amesafiri kisha safari yake ikaisha mchana wa Ramadhani. Kwa mfano mathalan, mtu alikuwa ameenda Morogoro, amesafiri kuelekea Morogoro. Aliposafiri, ndugu zangu, akawa wakati wa safari yuko katika udhuru, anaruhusiwa kufanya chochote, yani haruhusiwi, si lazima kwake kufunga. Msafiri si lazima kwake kufunga, lakini akawa ameingia Dar es Salaam wakati wa dhuhuri, kwa maana udhuru sasa udhuru wa kutofunga umeisha. Sasa nini hukumu ya mtu kama huyo? Je, akishaingia katika sehemu yake ya makazi au mji wake wa makazi, itakuwa inafaa kuendelea kula au anatakiwa ajizuie? Au mtu alikuwa ni mgonjwa, anaumwa, ilipofika salatu al-asri au samida ya saa 8 mchana, katikati ya mchana akawa amepona kabisa, na wakati mwanzo wa mchana alikuwa hajafunga, je, atajizuia katika ile masaa yaliyobakia katika siku au ataendelea kula na kufanya mambo mengine ambayo inafaa kuyafanya mtu ambaye hajafunga? Au mathala mtu yuko katika siku zake, mwanamke yuko kwenye siku zake, akawa ametwahalika katikati ya mchana wa Ramadhani, je, itafaa kula? Mfano mwingine, mwanamume alikuwa anaumwa akapona mida ya saa 10 baada salati al-asri, na mwanamke alikuwa kwenye siku zake akatwahalika baada ya salati al-asri, je, wanaweza kufanya tendo la ndoa? Mwanamume alikuwa amesafiri akawa hajafunga, amechukua ruhusa ya safari, akafika nyumbani kwake mida ya dhuhuri, na mwanamke alikuwa kwenye siku zake au na yeye alikuwa pia amesafiri, wote wakawa pale nyumbani, lakini mwanzoni walikuwa katika udhuru wao umeisha adhuhuri. Je, wanaweza kufanya tendo la ndoa na wakala chakula au inabidi wajizuie? Jawabu ni kwamba la, hawatojizuia, bali wataendelea na ile ruhusa. Wanaweza kufanya tendo la ndoa, wanaweza kula chakula, watafanya vitu vyote ambavyo vimekatazwa kuvifanya mtu ambaye amefunga. Hata tendo la ndoa wataruhusiwa kufanya, kama ilipokelewa kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, amesema, man akala awwala an-nahari falyakul akhirahu, mwenye kula mwanzo wa mchana basi anaruhusiwa kula hata mwisho wake. Kwa maana man halla lahu al-aklu fi awwal an-nahari halla lahu fi akhirih, yule ambaye imekuwa ni halali kwake kula mwanzo wa mchana itakuwa pia ni halali kula mwisho wake. Kwa hiyo ndio hukumu ya mtu ambaye labda alikuwa ni msafiri, ukawa udhuru wake wa safari umeisha mchana, au alikuwa anaumwa ugonjwa wake ukaisha mchana, au alikuwa na hedhi akatoharika mchana, huyu ataendelea kula kama kawaida, na tendo la ndoa ataruhusiwa kufanya ikiwa wanandoa wote wana udhuru wa kuweza kufanya hivyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.